Uhispania. Kati ya taarifa inayotoka huko inataja sasa hivi waziri mkuu wa taifa hilo Pedro Sanchez anataja kwamba wanaenda kuanzisha marufuku ya watoto wa miaka 16 kushuka chini kutumia mitandao ya kijamii katika taifa hilo. Kumbuka mitandao ya kijamii inamtaka ambaye anatakiwa ajisajili kwa ajili ya kutumia ama afungue account kwa ajili ya kutumia hizo mitandao ya kijamii ni awe na miaka 13. Lakini ukifuatilia vizuri wapo hata chini ya hapo. Sasa wenyewe wanataka waanzishe hivyo, na kati ya sababu ambazo wamezitaja ni kwamba wanawalinda watoto, kwanza haki za watoto, lakini pia kuwalinda na yale maudhui ambayo hayafai, yasiyofaa, na pia kuwasaidia wanasema hizi kutonyanyaswa kijinsia. Kwa hiyo ni kati ya sababu ambazo wamezitaja. Kwa hiyo huenda mwanzoni mwa wiki ijayo basi sheria hii itapitishwa na kuanza kufanya kazi. Lakini ikumbukwe pia hii imekuwa ikitokea katika mataifa mengi. Mwezi Januari kuna mataifa ambayo tayari yalishaanza kufungia. Ufaransa ni moja kati ya taifa ambalo limefungia mwezi Januari, mwezi uliopita. Lakini pia Australia imeshafungia na wanakuwa na umri wao. Ufaransa wenyewe miaka 15 hauruhusiwi kutumia. Chini ya miaka 15 hauruhusiwi kutumia, lakini kwa Australia miaka 16 kushuka chini hapo hamruhusiwi kutumia. Sasa unazuiaje? Yani unajua napata picha. Wanazuiaje? Kwa sababu kuna mtindo mzazi anamfungulia mtoto kwenye simu yake. Sasa atakuwa hapo ndo zinapowekwa sheria kali ambazo zina manage mzazi asiweze kumfungulia. Kwa sababu kuna ambao wameweza. Mbona kuna baadhi ya mataifa ambayo kuna social media hazipatikani kabisa? Sawa. Social media tunakubaliana kwamba hapa sisi hatutumii social media fulani na kama nchi inapotea, si ndio? Lakini kuna social media nyingine kwa hilo swala ambalo ulikuwa unasema la mzazi anaweza akasema mtoto anasema mimi nimemiss mama Instagram. Wanapelekwa mahakamani kabisa kuwafungulia watoto wao account, kwa sababu anasema kwa kipindi hiko unamfungulia sio ridhaa yake. Unakuwa umelazimisha. Ni maamuzi ya mzazi. Ni maamuzi ya mzazi. Ndio maana hata kuna mataifa mengine pia yanakataza hata kupandisha picha za mtoto mtandaoni, kwa sababu ana uwezo wa kukushtaki. Yani hautakiwi. Lakini pia ukiangalia kwenye uhalisia kweli mtoto chini ya miaka 15 bado yuko shule, mitandao ya kijamii anatafuta nini? Anatafuta nini? Anatafuta kazi. Anatafuta nini kwenye mitandao ya kijamii? Na ni mbaya kwanza kumuonesha mtoto. Nadhani kuna watu ambao wanaweza wakawa na ushahidi tosha ambao wamewahi kupandisha picha za watoto wao. Kwanza unamweka katika hali ya hatari. Hata mashambulizi yanapotokea hayachagui mzazi na mtoto. Sasa kitakacho kuuma ni kumuona mtoto wako anashambuliwa na wewe mzazi yuko pale na hauna la kufanya. Picha zake ndo tayari zipo mtandaoni. Hata ukizifuta bado na uliyeweka wewe mwenyewe zitakuwepo. Una kumlaumu. Sasa jamaa amefika huko basi hali sio nzuri. Na nadhani pia wanaangalia namna bora ya kuwafanya watu hawa watoto wasiweze kujisajili kwa hizo njia za uongo, kwa sababu ukiingia mtandaoni unaweza watu na miaka 18 unaweka utaitikia ndio. Tumalize